Naitwa Neema Mori, ni mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya BRELA. Sisi leo familia ya BRELA tumekuja kuungana na familia hii ambayo tunawaita Tutunze Yatima Tanzania au TUYATA. Tumekuja kuungana nao kwa iftar kwa sababu ni sehemu ya kutunza upendo. Kwa hiyo tumekuja kufuturu pamoja, tumekuwa na ibada pamoja, tumeswali pamoja, lakini vile vile tumeshiriki upendo kwa njia ya futari na chakula kwa pamoja. Kwa hiyo lengo letu sisi kubwa la kufika sehemu hii ni kwa sababu hiyo, tushiriki upendo pamoja sisi kama BRELA. Lengo letu si tu kuandikisha biashara na makampuni, lakini vile vile kutunza watoto wetu yatima, wajane kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo lengo letu kubwa ilikuwa kuja kufuturu pamoja, lakini na vile vile kutoa zawadi kwa watoto wetu. Tumeleta zawadi za vyakula, lakini vile vile zawadi za magodoro. Kwa hiyo tunafurahi kupata nafasi hii ya kushiriki pamoja na watoto wa TUYATA. Naitwa Godfrey Nyaisa, ni mtendaji mkuu wa BRELA. Lengo hasa la kukutana na wenzetu hawa wa TUYATA, kituo cha kulelea watoto yatima na wenye changamoto kadhaa za kimaisha, ilikuwa tunaita CSR, kwamba kile tunachokipata sisi kama taasisi ya BRELA ni lazima tuje sasa tugawane na wenzetu wale wenye uhitaji. Sasa kwa nini tumekuja huku? Ukiangalia eneo lenyewe huku ni eneo kwa kweli ni eneo la wananchi wa kawaida kabisa. Mwaka jana tumefanya hotelini pale, lakini ukiangalia asilimia kubwa unapofanya kwenye mahoteli makubwa haya, asilimia kubwa inaenda kwa mtu ambaye tayari hana uhitaji sana. Lakini unapokuja kufanya kwenye mazingira kama haya, mmeona watu wamekula, hawa watoto ambao wanalelewa hapa pamoja na wakina mama wajane, lakini pia hata watu waliozunguka hili eneo mmeona na wao tumekula nao hii iftar siku ya leo. Na kama mlivyosikia, hawa watoto tumewapa ofa kwa siku ambayo wao wenyewe wataona. Angalau sasa wakati mwingine wanaweza wakawa wanaangalia TV tu, wanaona treni ya SGR inavyotembea, lakini wanaweza wakawa na hamu ya kuona kazi nyingi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa tumewapa ofa, tumewambia tutawapandisha kwenye train katika kipindi hiki cha mfungo, kwamba tumekula nao, tumewapa zawadi kwa maana ya magodoro, tumewapa na chakula, lakini pia bado tutawasafirisha kama sehemu ya sisi kujumuika nao kwenda Dodoma kwa treni ya SGR. Wakifika Dodoma watatembelea mji wa serikali, kuangalia kazi zinazofanywa na serikali. Kwa siku ya leo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha siku ya leo ambayo kama ya bahati. Jina langu naitwa Fauzia Jabir, ni muasisi wa Tulee Yatima Tanzania, fupi yake inakuwa ni TUYATA. Nimeanza mwaka 2007 na mpaka dakika hii na miaka 18, ambao ikifika mwezi wa 12 nitakuwa na miaka 19. Lengo kuu kuhakikisha watoto wa Kitanzania wanaweza wapate elimu, maisha bora pamoja na masuala yote ya kijamii, yani wawe watoto bora kama watoto wa wenzetu ambao wenye maisha yao. Niliguswa kutokana na maisha yangu, lakini baadaye nikaona kuwa kama mimi niliweza kupambana watoto wangu wakapata elimu, kwa nini nisipambane nikajitoa kwa ajili ya watoto wenzangu. Nashukuru kwenye masuala ya elimu mambo yamekuwa mazuri sana. Watoto wangu wastani wao ni wa A katika shule za primary. Safari wamepiga sana A nyingi tu. Lakini pia kwenye masuala kwenda kwenye form 5 watoto wangu pia wamepata division 1 na 2. Kwa hiyo nashukuru kwenye swala la elimu nimekaa vizuri. Lakini sasa napambania kwenye swala la makazi. Mayatima wengi wanakaa kwenye maeneo ambayo hatarishi. Kipindi kama hiki cha mvua ina maana maji yanaingia mpaka ndani na nyumba zenyewe sio za kwao, ni nyumba za kupanga. Kwa hiyo nilikuwa natamani niwatengenezee kijiji cha amani, ambao pia nimeshakaa na wajane ambao nimewafunza kwa muda huo, wameshaelekea kuwa wanaweza kulea watoto mayatima hata kama sio wa kwao. Yani ndio muda ambao wote tunautumia kuwasaidia watoto. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika.
Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.